Lakini kila nikilala nikiamka siku hizi nikimsikiza mazungumzo yake. Naona huyu sasa huku chuma cha Mjerumani kinapotesha sifa, hiki kinakwenda kuwa chuma cha Mrufiji au kinakwenda kuwa chuma cha Mku. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Bwana mtazamaji wa Sanga TV, karibu sana, tuendelee kuyazungumza leo ya kimichezo ambayo yanaendelea kuchukua nafasi kwa hivi sasa. Mimi naitwa Ernest Singano, nipo na Mikoi Kisugu, miongoni mwa mashabiki wa Simba na wanachama ambao wanafanya vizuri kwa hivi sasa. Kubwa zaidi ni baada ya Simba kuqualify kuelekea nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika. Taarifa asubuhi ya leo mapema ni kwamba Simba imepanda viwango vya CAF na kuelekea nafasi ya 4. Young Africans wakiwa nafasi ya 11. Kipi ni kipi? Karibu sana, tuongee na Mikoi. Mikoi, ipo vizuri? Niko vizuri, lakini niseme jambo moja tu. Kuzaliwa wengi kwenye familia haina maana kwamba wote mnaweza mkawa msaada juu ya familia. Unamaanisha nini Mikoi? Mnaweza mkazaliwa wengi kwenye familia lakini akatoka mmoja ndio akawa msaada kwenye familia. Mikoi, unaweza ukawa kwanza katika kuzaliwa lakini wa mwisho wa kuzaliwa akawa msaada kwenye familia. Na unaweza wa mwisho katika kuzaliwa lakini wa kwanza akawa msaada kwenye familia. Afrika Mashariki na Kati kwenye familia ya mpira msaada amekuwa ni Simba Sports. Leo kuwa kwenye nafasi ya 4 kwa ubora katika bara la Afrika hakuja kwa bahati mbaya, kwenye juhudi, kwenye maarifa, kwenye uweledi wa hali mkubwa. Leo Simba Sports unaokwenda kuizungumzia inakuwa ya 4 kwa ubora kwenye bara la Afrika. Nini maana yake? Maana yake kwamba Simba imekuwa moja klabu imara katika Afrika Mashariki na Kati. Na hii inapelekea kwa mtazamo wangu, kwa namna ambavyo nilivyo na vojua taratibu ya soka, yawezekana mwakani Simba ukaikuta na shiriki kwenye vilabu, mashindano ya vilabu barani Afrika. Ndio Mikoi, ni kama umeenda mbali. Leo kafu ikaamua, FIFA ikaamua kila mabara kukusanya vilabu ambavyo kwenda kushiriki mashindano ya vilabu barani Afrika, vilabu bingwa barani Afrika. Maana yake Simba lazima unaipeleka. Kuwa wa 4 kwa ubora kwenye bara la Afrika sio kazi ndogo brother. Nchi 54 wanachama wa kafu. Vilabu 810 vinavyoshiriki kwenye ligi yao. Wenye mpira wanasema hawa wa 4. Na hii namkumbuka mdogo wangu mmoja, kama mnamjua, anaitwa Ali Shaban Kamwe. Huyu Ali Kamwe wa Yanga. Nampenda sana. Siku moja wakati mko airport, Sanga nyinyi mlikuwepo mashahidi. Anasema tunakwenda kukata kichaka wanachokitegemea. Tukifieka kichaka hichi, sisi tunakwenda kwa 5 kwa ubora katika bara la Afrika. Ali wakashindwa kukifieka kile kichaka. Kile kichaka kilikuwa cha Mgunguti. Leo Simba ya 4 kwa ubora kwenye bara la Afrika. Mikoi, hii taarifa ya Simba kuwa wa 4 ni wazi kuna namna Simba inapeperusha vizuri bendera ya Tanzania katika mashindano ya kimataifa. Ligi nambari 4 kwa ubora barani Afrika, Tanzania inamtoa mwakilishi kama Simba. Ni wazi ni taswira gani kwa timu kutokea Tanzania? Mimi naweza kusema ni taswira nzuri. Na mimi mara nyingi huwa nasema football ya Tanzania imepiga hatua kubwa. Viongozi waliokuwa madarakani hawa, kuna muda lazima tuwapongeze katika hiki ambacho walichokifanya. Kumtaja Kalia moja wa mhusika katika hili sio dhambi. Lakini sio Kalia tu, tuwataje na wale watu ambao waliodhamini ligi yetu kuwa na ubora. Leo tuna ligi ya 4 kwa ubora kwa bara la Afrika. Haikuja kwa bahati mbaya. Uwekezaji mkubwa uliofanywa na watu ambao wenye haki ya kutoa walionunua matangazo kwenye ligi yetu, wamewekeza dola zaidi ya dola bilioni 200 na something. Dollars brother. Hawa wamechangia kuona ligi yetu inakuwa na nini? Na ubora. Lakini leo ukiwazungumzia Azam katika uwekezaji wake katika mpira, lazima uzungumzie na Simba kwenye jitihada. Nao wamechangia mchango wao mkubwa leo ligi kuwa bora. Simba ina mchango mkubwa. Mkubwa ligi kuwa bora. Leo ukiangalia ligi yetu toka ilivyoanza 1965 mpaka leo tunazungumza 2024. Miaka 5 nyuma iliyopita ndio tumepata nafasi ya kupeleka timu 4 katika mashindano yanayoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika. Nani chanzo? Chanzo ni nani Mikoi? Chanzo ni Simba. Leo tunapokuja kuzungumzia ubora wa ligi, tunakwenda kuzungumzia ubora wa mpira wetu kama umepanda, baada ya kuwataja chama cha mpira, baada ya kuwataja Azam kwa uwekezaji wao mkubwa walioweka zaidi ya bilioni 200 na something dollars. Si ndio? Lazima wataje Simba Sports, mchango wao umekuwa mkubwa. Simba na mchango. Leo ligi yetu ya Tanzania ina timu 16. Unapotaja Tanzania unakwenda kuizungumzia Afrika Mashariki na Kati. Afrika Mashariki na Kati kuna nchi 9. Fanya maximum kila nchi iwe na ligi timu 15. Piga 15 mara 9.
Ukishaipata hiyo hesabu, alafu sema mtu mmoja tu aliyebaki kuwakilisha nchi kwenye mashindano ya kimataifa na yuko nusu finali ya shirikisho barani Afrika. Ni nani? Mikoa tunamzungumzia Simba. Na ndio maana nikasema unaweza ukawa kwanza kuzaliwa kwenye familia lakini ukawa si msaada kwenye familia. Mikoa unamaanisha Simba ndio chachu kubwa ligi yetu kupanda sana. Yes. Hakuna mtu anaweza kukakataa. Huo ndio kweli. Kwamba Simba ndio kweli. Na ndio maana nikasema hapo awali kama ungenukuu vizuri, Sanga TV kwa ubora wenu, kwa kazi nzuri mlioifanya. Nyinyi mashahidi, Ali wakati anazungumza mkuwepo? Mlikuwepo airport. Na Ali alikuwa na akili timamu katika kile ambacho anakizungumza. Ali alikuwa anajua ubora wa lenki. Leo Sanga Simba ya 4 kwa ubora katika bara la Afrika. Young Africans ni wa 11 mikoa Kisugu. Wapinzani wenu hawa pengine na wao kuna hawa sio wapinzani. Kwenye upinzani tumeondoka. Principle waliotengeneza hawa ni waadui, alafu naongezea maadui watumwa. Wapo nafasi ya 11. Maadui watumwa. Sema hilo neno, sio wapinzani, maadui watumwa. Tunazungumzia Young Africans wapo nafasi ya 11 mikoa Kisugu, Simba ipo nafasi ya 4. Hii distance hapa ni kama ndefu kidogo. Sio kama. Ni ndefu shehe. Maana yake unapozungumzia 11 unamuondoa kwenye ubora huyu. Walipotafuta watu 10 bora, yeye hayumo. Hii inadhihirisha nini? Nafasi ya 4 hadi ya 11. Unadhihirisha utofauti mkubwa uliopo kati ya Simba Sports na Dar es Salaam Young Africans. Inavyoonyesha ambao mwanadamu mwenye akili mama hawezi kupinga kama mimi. Ukienda kwenye rank ya CAF, bado unaiona Simba ni bora kuliko Dar es Salaam Young Africans. Huu ndio kweli. Kwamba Simba ni bora kuliko Dar es Salaam Young Africans. Sio mimi. Hizi ni takwimu za nani? Za CAF. Na Ali Kamwe kakiri, kasema kwamba tunahitaji kwenda kukata kichaka, tuwe watano kwa ubora. Mikoa ile huyu umetamka kwamba Simba ni bora kuliko Yanga. Yes. Sio mimi. Mimi nimetamka na CAF wamesema. Wewe unakataa hilo? Mikoa hiyo wanachokifanya Simba kimataifa na namna ambavyo wamequalify kuelekea nusu finali, kwako kwanza kwa namna ambavyo umeenda nusu finali unafurahi kiasi gani? Wallahi niseme ukweli, Mwenyezi Mungu ndiye anajua fulani nilokuwa nayo. Sio mimi tu. Wana Simba wote tumeamka na furaha. Wana Simba wote mikoa hii. Ndugu yangu Ayeba kutoka Finland kanipigia simu saa 11 alfajiri leo. Ayeba kutoka wapi? Finland. Anambia kaka mimi sijalala. Nimemuuliza upate usingizi kwa nini? Anasema mimi na furaha. Niko sehemu tunagonga vyombo, maisha yanaenda. Kwa hiyo jana ulilala wapi? Mimi nilala nyumbani jana. Na katika mwanadamu wa kwanza jana alilala mapema ni mimi. Na ndio maana ndugu zangu waandishi, nichukue nafasi hii kwanza niwaombe sana msamaha. Niwateke sana radhi. Najua mlitamani jana kusikia kitu kutoka kwangu baada ya kupata yale matokeo. Lakini niondoka mapema. Na moja sababu ya kuondoka mapema, huwa mwenyewe naamini kwenye kichwa changu. Ni mafundisho kutoka kwa kaka yangu. Sumela vizuri. Aliwahi kunambia ukiwa na furaha sana usifanye jambo. Na ukiwa na hasira sana. Yohana Mchinga aliwahi kunihusia kutoka Arusha. Mikoa hii Simba imequalify kuelekea nusu. Yapo maneno mengi sana ambayo alizungumziwa kwamba Simba inaanza kujenga kikosi. Ukiwasikiliza wachambuzi wanavyoongea, wanasema kwamba Simba kwa aina kikosi kilichokuwa nacho basi huenda isifanye makubwa sana, isiwe mategemeo sana ya kufanya makubwa. Simba walichokifanya na wachambuzi walichokiongea ni wazi, ni vitu viwili tofauti. Wachambuzi walizungumzia kwamba si wakati sahihi wa Simba kufanya vizuri. Unajua hapa niseme kuna vitu viwili. Kwanza, msemo wa Simba kujenga timu haukuzungumzwa na wachambuzi tumezungumza wenyewe Simba. Na mpaka sasa hivi kila mwana Simba anakiri na anaamini Simba bado iko kwa inafanyaje? Inajengwa. Na kiongozi wetu wa technical bench, Guardiola mwembamba, Fadu Davis jana amesema bado tuko katika ujenzi. Na moja ujenzi huu tunahitaji kuongeza namba 10 shupavu ambaye atakayekuwa bora kwa sasa kwenye ligi ya ndani. Kasema mwalimu. Maana yake tunaamini kwamba Simba inafanyaje? Inajengwa. Lakini umegusia wachambuzi. Shida moja Sanga lazima niongee sana. Nchi hii nimewahi kusema hatujapata tofauti ya kutofautisha kati ya mchambuzi na msimulizi wa mechi. Tanzania asilimia kubwa tuliokuwa nao ni wasimulizi wa mechi, sio wachambuzi. Na mbaya zaidi, baada ya kuwa na simulizi wa mechi, kuna sumu wanalishwa kwenda kuangalia kupambana kwenye maiki zao ili kuizofisha Simba kwenye mapambano yake. Kuna watu wanalishwa sumu. Leo hii nitakupa mfano mmoja mdogo ulikuwa hai. Asilimia 90 ya wachambuzi,
ambao sisi tunaita wachambuzi, mimi nasema wasimulizi wa mechi, walipa Simba 25% mpaka 30% kuqualify kwenda nusu finali. Kweli sio kweli? Maana yake wamekunywa sumu, wamelishwa sumu, wanaambiwa maneno ya kwenda kusema, waizofishe Simba, wavuruge nguvu za Simba, waishushe Simba, wasitengeneze spirit ya kwenda kupambana, wajione kabisa kwamba sisi tumefanyaje, tumepotea. Wanatumwa, wanatumika. Wachambuzi Mikoi. Sio maana vizuri. Kwa hiyo mimi nachoweza kusema, jana tulikuwa tunawafundisha jambo wasimulizi wa mechi na wachambuzi hawa. Moja, tulikuwa tunawafundisha namna ambavyo timu kubwa inavyotumia vizuri uwanja wake wa nyumbani. Wao walikokaa kwenye maiki wakilala kuamka, mlima huu mrefu, Simba hawezi kupanda. Kuna watu walisema Simba wamejitengenezea mlima wa Mikoi. Unamzungumzia nani? Yuko mdogo wangu, nampenda sana. Sana zaidi ya sana. Na nikukutana naye, cha kwanza nilichomfurahia aina mavazi yake anayovaa, yale mawani yake meusi akivaa nilivyovutia. Unamuona huyu jamaa huyu, kweli hiki chuma cha Mjerumani. Lakini kila nikilala nikiamka siku hizi nikimsikiza mazungumzo yake, na huyu sasa huku chuma cha Mjerumani kinapoteza sifa, hiki kinakwenda kuwa chuma cha Mrufiji au kinakwenda kuwa chuma cha Mkugilo hiki. Unamzungumzia chuma cha Mjerumani? Ambukile. Ibrahim Ambukile. Ambukile, anaitwa Ibrahim Ambukile. Abraham anaitwa. Abraham Ambukile. Amefanya nini? Yaani ukimkuta mawani yake alovaa, the way personality yake, unaamini kabisa hiki chuma cha Mjerumani. Lakini sasa hivi nikiangalia, yani mimi Kisugu kinaambia hiki chuma cha Mjerumani, kwa Ambukile nakataa. Sasa hivi chuma cha Mrufiji. Na yeye tayari ameshaingizwa kwenye sumu kulishwa maneno. Yaani anatamka kwenye watu, kwenye maiki, kwenye vyombo vya habari, anasema Simba wakitaka kufuzu kwenda nusu finali, basi wende wakaige kwa Yanga. Ambukile anashindwa kutambua miezi mitatu iliyopita Yanga katakiwa goli moja, kashindwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Yanga katoka anatuambia na sisi tukaige tutoke. Wewe chuma cha Mjerumani wewe. Mimi nakushusha hadhi sasa hivi na kuvua nyota. Ulikuwa na nyota 3, sasa hivi una nyota 2, na hii moja na mashaka naweza nikaivua, na kuanzia leo wewe sio chuma cha Mjerumani, wewe chuma cha Mrufiji. Mambo ni mengi sana Mikoi Kisugu kwa namna ambavyo tunaimulika Simba kufuzu kuelekea nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika. Mikoi, mmequalify kuelekea nusu. Pengine umekiona kitu gani hasa cha utofauti msimu huu kulingana na ile Simba ambayo mnakuwa mnaishia robo kila wakati? Kitu gani umekiona kitofauti cha msimu? Moja, nimeona tuna wachezaji ambao wana spirit kubwa kuipambania Simba. Hiyo moja nimeiona. Na appreciate sana katika kile ambacho wanachofanya, naonyeshea mikono na wapongeza sana kwa kazi kubwa. Niliwahi kusema na nitaendelea kusema. Huku nje tutafanya kila jambo, lakini haya tunayofanya sisi haiwezi kuwa mazuri bila wachezaji wa Simba kujitoa. Moja, ukiachia spirit ya kupambana, lakini nimeona wachezaji wa Simba mwaka huu wanaongozwa na weledi. Ni neno la kisomi sana, weledi. Mtu mwenye uelewa atanielewa nini nazungumza. Leo hii sisi tulikuwa na wachezaji Simba, tuliwaamini kumbe walikuwa si weledi katika kikosi cha Simba. Kuna muda mwingine Simba inacheza mechi ambayo inatakiwa kuqualify. Unaona wachezaji namna walivyofanya. Ndani ya moyo wako unasema kabisa hawa wachezaji sio weledi hawa. Lakini sasa hivi wachezaji wa Simba weledi. Moja, ukikaa huku nje, ukitizama wenyewe kwa wenyewe wanaambiana na wanasikilizana. Nimpongeze sana captain wetu Mohamed Hussein Shabalala, M15 yule. Moja, amewaongoza wachezaji vizuri. Lakini pili, nimpongeze ndugu yangu Shomari Kapombe kwa ubora, kwa uzoefu wa muda mrefu aliokuwa nao kwenye Simba, anautumia vizuri kuwatengeneza psychology vijana wa Simba ili kuhakikisha wanakwenda kuipambania Simba. Leo hii jana nilikuwa naangalia mechi juzi ile. Kuna mchezaji mmoja ametoka Simba. Yule mchezaji alivyokuwa Simba inafungwa anachukua selfie anajiselfisha hivi. Juzi timu yake imetolewa kakaa kwenye benchi analia. Unamzungumzia nani Mikoi? Juzi, fanyeni search waandishi, sio kila kitu nisaki majina tu. Huyu mchezaji Simba imefungwa hajawahi kulia. Lakini katika timu aliyokuwa nayo hivi sasa imefungwa na imetolewa kwenye mashindano, amechika mpaka kiti anataka kukingoa. Maana yake huyu wakati alikuwa Simba yule kwa simu weledi huyu. Unamzungumzia ni beki. Bwana mbona mgomvi? Mikoi au? Kinonga ama ni nani? Waje tunawataka waje. Wa South Africa wataondoka bila kuaga. Mwamba anaitafuta finali. Mikoi, malengo sasa baada ya kufuzu hapa mnasema mnalitaka kombe.
uwezo upo wa kuleta kombe Tanzania, haswa mnaenda kuvana na Stellenbosch. Sanga mimi ndo watu wa kwanza kuzungumza na nyinyi. Sio leo. Muda mrefu, lakini kauli yangu ilikuwa ya kwanza. Na naamini hichi kipande mnacho mpaka leo. Na mlikuja hapa ofisini kwangu kunihoji. Na kile kipande kiwekeni. Nilisema Simba anakwenda kuwa bingwa wa shirikisho barani Afrika. Mikoi Kisugu Simba. Leo hii nataka nikupe somo moja. Timu zimebaki 4. Maana yake unahitaja Simba Sports. Unahitaja wale wa South Africa Stellenbosch. Unakwenda kuwataja wale nani Constantine unatocheza nao mechi ya mwisho hapa. Tukawafunga goli 2 wale. Yupo Aseki. Aseki kashafungwa. Yuko esi Barakane. Barakane na wale Waarabu wengine. Same Alja. Wale wengine wale masau. Sio Constantine, sio nani wale. Constantine. Sio tumecheza nao wale. Of course. Ukiangalia kwa ubora katika viwango vya CAF. Simba ni bora kuliko Mikoi. Unazungumza zile timu ambazo zimebakia 4 kwenye nusu finali, Simba ndio timu bora iliyobaki. Ndio timu bora iliyobaki. Yaani ukienda kwenye viwango vya CAF, Simba kwenye lenki ndio mkubwa kuliko ni vile vilabu vyote. Lakini niwaambie tu mashabiki wa Simba, tusiende kujidaia ubora wetu wa lenki mbele ya mashindano. Kuna ubora wa lenki, ukubwa wa lenki na kuna matokeo ya dakika 90. Hapa Sanga unanisababisha nikumbuke Guardiola mnene Juma Ramadhani Mgunda. Huwa kuna kauli yake anaizungumza naipenda sana kutoka kwa kakaangu yule. Huwa anasema siku zote mwisho wa safari moja ni mwanzo wa safari nyingine. Mikoi, zile timu zilizobaki nusu finali pamoja na Simba, ni wazi Simba ndio anapewa asilimia kubwa sana kulibeba lile kombe. Matumaini yako hivyo. Na Simba anapewa kwa sababu ya ubora wake katika lenki katika soka barani Afrika. Juu ya wale ambao wanne walofanyaji waliobaki. Lakini ubora wa lenki hauwezi kukupeleka kwenye matokeo ya dakika 90. Kikubwa wana Simba natakiwa tujipange zaidi. Ili malengo ya Simba yatimie, silaha tuliyokuwa nayo kwa sasa, silaha ya umoja ya nguvu moja, inatakiwa tuishikilie ili kuhakikisha kwamba tunakwenda kufanya vizuri na tunakwenda kucheza finali ya shirikisho barani. Mikoi, umemtazama Elie Mpanzu Kibisawala. Baraka Mpenja akiwa anamuita Mkemia, lakini semaji akiwa anamuita Volcano. Ni mchezaji ambaye hatimaye wana Misri ama Al Masry huenda jina lao lisitoke kwenye vichwa vyao. Elie Mpanzu Kibisawala, Mikoi Kisugu. Moja katika wachezaji bora na usajili bora uliofanyika kumuongeza Elie Mpanzu kwenye klabu ya Simba. Lazima tukiri kwamba kuna kitu amekuja kukiongeza ndani ya klabu yetu ya Simba. Nafikiri performance yake imekuwa bora sana. Nataka niwaambie yuko ndugu yangu mmoja, simtaji sana kwa mabaya. Alikuwaga Azam TV, sasa sijamjua yuko wapi. Mmoja katika wachambuzi ambao wanachambua mpira pamoja naye. Lakini siku moja aliwahi kuzungumzia uwezo wa Elie Mpanzu, akasema ni mchezaji wa kawaida sana. Kuna mchambuzi alimchambua Elie Mpanzu kuwa ni mchezaji wa kawaida, Mikoi. Mimi nikaenda kuzungumza nikamwambia ndugu yangu katika hilo umetereza. Mpanzu ni mchezaji bora. Alichokwenda kunijibu akasema yuko kazini kwa sababu unatumika na unalipwa. Lakini ningependa mngemtafuta kwenda kumuoji na kwenda kuuliza uwezo wa Elie Mpanzu ni vipi? Ni nani Mikoi Kisugu Mtangazaji, sio kila jambo mimi niwaambie. Kazi ya uandishi wa habari ni kuchimba. Rudieni katika hivi vipande vyenu hizi. Rudieni mkaenda mkatafuta. Hiyo story ipo. Hiyo story ipo. Na wala sio siri. Mimi nilizungumza na ndugu yangu Dominic Salamba. Kumbe unamzungumzia Dominic Salamba. Na hatukuzungumza kwa mabaya, tulikuwa tuna discuss kuhusu football. Lakini aliniambia Kisugu, Elie ni mchezaji wa kawaida. Level ya Simba haipaswi kuwa na mtu kama Elie Mpanzu. Zungumza kwa maneno yake mwenyewe. Maneno yake. Mimi nikamwambia hapana ndugu yangu Dominic, na kukubali na kuelewa uwezo wako na utambua. Mpira najua kama umecheza katika kiwango japokuwa sio kikubwa, lakini Elie Mpanzu ni bora katika wachezaji. Wewe lazima niseme Elie Mpanzu ni bora katika wachezaji ambao waliongeza kitu kikubwa katika Simba. Na mimi naamini kupitia Elie Mpanzu na nguvu za wachezaji wote wa Simba, nazungumzia Kagoma, Fernandez Debora, nazungumzia Wesu, nazungumzia Shomari Kapombe, Beki Kisiki Hamza, mimi naamini kombanishe ni Simba anakwenda kucheza finali ya shirikisho barani Afrika. Mikoi, tumezungumza mengi sana kimichezo, mimi na wewe tumechakata sana kwa ukubwa. Young Africans dimbani leo zidi Azam FC. Yangoswe mwache Ngoswe. Unaiona nafasi ya Yanga? Yangoswe mwache Ngoswe. Musa Pinipini Kamara uwezo wake umeuona. Moja katika magolikipa bora ni huyo. Moja katika magolikipa bora. Na hii inakumbusha namna ambavyo Simba alivyojipanga. Kuna katukio kamoja pale jana kilitokea, watu walishindwa kujua nini kinaendelea na kile tukio. Nenda karudia ile penalty wakati kabla hazijaanza kupigwa. Musa Kamara na Ali Salim waliitwa.
na kocha magolikipa, akaja na kibao akaonyesha, akawa na kalamu anawacholea. Maana yake nini? Hata wale wapigaji wa penalty baada ya kuwajua hawa, akawajua tabia zao, akawa anampa maelekezo Kamara. Huyu kwa aina ambavyo mimi nilivyofuatilia penalty zake anapiga kulia, wewe nenda kulia. Hiyo ndio Simba. Ndio moja klabu ina watu 9 katika technical bench. Watu hamjai kusema, waandishi wa habari. Nendeni mkaseme ubora wa Simba, nendeni mkazungumzie ukubwa wa nini? Wa Simba. Mikoi, Kamara ni miongoni mwa golikipa bora ambaye tunaye katika ligi kuu yetu ya Tanzania. Yes. Ndio golikipa bora. Alikuwepo naye Djigui Diarra. Golikipa bora kwa sasa lazima umzungumzie Kamara. Moja kwenye ligi ndio golikipa ambaye amefungwa magoli machache. Moja kwenye ligi ndio golikipa ambaye ana assist nyingi. Lakini moja ndio golikipa ambaye amepeleka timu yake nusu finali ya shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo lazima nikwambie Kamara moja ni golikipa bora kabisa. Faldu Davis anastahili pongezi kwa kiasi gani kuivusha Simba? Pongezi kubwa. Ni mwalimu mkubwa. Ni mwalimu ambaye amekuja kufanya vitu vikubwa sana kwenye Simba. Na mimi naamini ana matarajio yake makubwa sana kuona namna ambavyo malengo ya Simba yanakwenda kutimia. Kocha yoyote timu kubwa kama Simba kwenye contract yake lazima umpe malengo. Jana alikuwa na furaha sana, mimi nahisi kwamba 99% malengo yake yalianza kufanyaje? Yalianza kukamilika. Lakini mimi namjua kwa namna ambavyo target yake ilivyo, furaha yake itakwenda kukamilika baada ya kuiona Simba inakwenda kucheza finali na kuchukua ubingwa wa shirikisho. Jana kwenye interview nyinyi mlikuwa mashahidi, alizungumza mwenyewe. Alisema tusiwe na furaha kupitiliza. Bado tuna safari ndefu. Tunahitaji kuendelea kupambana ili kuona Simba anakwenda kwa Faldu anamtaka namba 10 bora. Ni wazi huwa atoshi pale Simba. Jina ambalo linatajwa hivi sasa ni Faisal Salum katika viunga vya wekundu wa Simba, miongoni na namba 10 ambao amehitaja Faldu Davis. Davis hakuhitaji kumtaja mtu jana. Ila amehitaja namba 10. Lakini amesema namba 10. Ila ukiniuliza mimi kwa sasa namba 10 bora kwenye ligi yetu, aidha awe mchezaji wa nje au mchezaji wa ndani, lazima umtaje Faisal Salum Faitoto. Ni wazi Faisal anahitajika Simba kama namba 10 kwa upande wako. Sijajua matakwa na matamanio ya uongozi wa Simba. Sijajua mapendekezo ya mwalimu wa Simba. Lakini mimi kama nitaambiwa mapendekezo yangu, namhitaji sana kumuona Faisal Salum Faitoto akitumikia. Na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, Faisal Salum Faitoto atakuja kutumikia Simba. Uchezaji wake ni msaada kuongezeka. Sisi tunahitaji kuongeza watu. Kwa nini Faldu amehitaja namba 10? Kwa maana inaonekana kwamba yeye anavyofikiria kama utaalamu, nafikiri kuna muda lazima Ahua apate mtu ambaye wa kumsaidia. Kuna muda unaona kabisa ukitoka Ahua kuna nani ambaye anahitajika kuingiza kutokana na aina ambavyo falsafa za mwalimu zilivyo. Kwa hiyo mimi naamini na niseme kupitia Sanga unamhitaji Faisal. Sio kumhitaji. Mimi unamhitaji Faisal. Nasema Ali Omali Mikoi Ali maarufu Kisugu na wahakikishia wana Simba kupitia Sanga TV Faisal Salum Faitoto ataitumikia Simba. Shukrani. Asante sana. Kisugu, swali la mwisho hili. Jana baada ya kufuzu Ahmed Ally ilionekana kuna picha ambazo zinasambaa kwamba ni kama nalia lakini pia ni kama nafurahi. Ile kwako ulichukuliaje? Unajua kuna tafsiri pana sana ya kulia. Kuna muda mtu anaweza akalia kwa machungu na kuna muda mwingine anaweza kulia kwa furaha. Mimi nahisi Ahmed imemtokea vyote viwili jana. Kwanza alikuwa analia kwa machungu, lakini baadaye akaja kumalizia kulia kwa furaha. Wakati Shomari Kapombe anakwenda kupiga penalty ile, Ahmed akaona penalty tukiipata maana yake timu inakwenda kuqualify. Pale alilia kwa uchungu. Lakini katika kulia kwake nilivyomjua Ahmed, akawa anasimama kwenye dua na sala kumuomba Mwenyezi Mungu afanye wepesi juu ya Shomari Kapombe katika penalty ile afanyaje? Kwenda kupiga. Baada ya Shomari kupata ile penalty, Ahmed akaenda kulia, lakini kulia kwake sasa ikawa kwa furaha, ikawa ametoka kwa nini? Vipi na wale ambao wanasema kufuzu kwa Simba katika hatua ya nusu finali, upande wa pili ni kama amenuna hivi? Wale ni watumwa. Utumwa wao wataendelea kuwanunulia watu jezi na wataendelea kubeba mabegi kutoka airport kila siku. Na hili jambo ni wapongeze. Katika jambo ambalo wanafanya vizuri ni hili, kwenda kubeba mizigo ya wageni wanaokuja kwenye nchi hii. Ipo hiyo timu ambayo inafanya hiyo kazi? Wako mashabiki wa Dar es Salaam Africans. Kwa hiyo wale ni watumwa.
viongozi wananunua jezi, mashabiki wanafanyaje? Wanabeba mabegi. Kwa hiyo tuendelea kuwa watumwa, tuendelee kuwa watumwa. Lakini Waswahili wanasema mkataa kwao timu iliyobaki Afrika Mashariki na Kati katika mashindano ya shirikisho. Neno moja kwa mashabiki, lakini pia kuanzia kwa uongozi wa Simba, semaji, lakini pia influencer wa Simba kwa kazi ambayo mlifanya mpaka mkahakikisha kwamba mnaweka hamasa na hamasa ikatiki mkafuzu katika hatua ya nusu finali. Kwanza nimpongeze sana mwenyekiti wa klabu ya Simba, Murtaza Mangungu. Lakini pia nimpongeze mwenyekiti wa bodi ya klabu ya Simba, Mohamed Dewji almaarufu Mo. Kuna jambo kubwa sana alilofanya. Moja, Mo alijua sera ya Simba kufanya vizuri ni umoja. Na ndio maana mliwaona kina Mzee Dalali. Na ndio maana mliwaona kina Swedi Mkwabi. Na ndio maana mliwaona kina Idi Kajuna. Wamekaa pamoja, wanazungumza pamoja, watu wanafurahi pamoja. Kwa hiyo hii lazima tumpongeze sana mwenyekiti wa bodi kwa kuunganisha, kusimama katika silaha ya nguvu moja. Lakini nichukue nafasi hii Sanga niwapongeze sana mashabiki wa Simba. Wameonyesha mahaba makubwa na timu yao. Kuna mahaba na kuna mapenzi. Mashabiki wa Simba kwenye mapenzi wamepita. Na ndio maana kuna mwimbaji mmoja Sanga pale Simba anaitwa King Faida. Anasema ama hakika Simba naipenda, tena naipenda kutoka moyoni. Laiti ingekuwa embe dodo ningekula na majani. Haya ni maneno yanatoka kwa King Faida. Maana yake nini? Anakwenda kuonyesha namna ambavyo mapenzi na mahaba mashabiki wa Simba. Lazima nichukue nafasi hii niwapongeze sana mashabiki wa Simba. Lakini kipekee kabisa kwa dhati wa moyo wangu niwapongeze sana wachezaji wa klabu ya Simba. Kwa nini nawapongeza wachezaji wa klabu ya Simba? Wao ndio walobeba dhamana ya Simba. Wao ndio walobeba mioyo ya wana Simba. Wao walibeba uhai wa wana Simba. Wao ndio walibeba umaskini wa wana Simba, na wao ndio walibeba utajiri wa wana Simba. Leo wamefanya wachezaji wa shabiki wa Simba kuwa hai. Leo wamefanya mashabiki wa Simba kuwa matajiri. Leo wamewaweka wachezaji wa mashabiki wa Simba kutembea kifua mbele. Kwa sababu gani? Fadlu Davis ataongea, atamaliza, lakini mwisho wa siku atakaa kwenye benchi. Kisugu atapiga kelele mitaani, kwa atazunguka, mwisho wa siku atakaa jukwani VIP B. Mashabiki wengine watalukaluka kwenye Kigoma, watakwenda kukaa juu kwenye mzunguko. Watu ambao walikuwa wanatakiwa kwenda kufanya utekelezaji kwa 100% walikuwa wachezaji wa Simba. Hakuna asiyeshuhudia namna walivyojitoa, namna walivyomwaga jasho kwa damu ili kuhakikisha wanaipambania Simba. Moja, walijua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu anaacha kazi, atatumia muda wake kuangalia vijana wake wanaipambaniaje simu yao. Na jana nafikiri mmeona Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano filimbi ya mwisho akamwaga mpunga kwa vijana wale. Lakini akaona haitoshi, kwenye akaunti yake akaenda kaandika maneno mazuri kuwapongeza. Kwa hiyo niwapongeze sana mashabiki wa Simba, lakini niwaambie tu kama maneno yangu nazungumza awali, mwisho wa safari moja ndio mwanzo wa safari nyingine. Tunahitaji kuiona Simba na kwenda kucheza finali. Moja itakayofikisha huko ni umoja, ushirikiano. Kama slogan ya Simba tunasema nguvu moja. Mimi naamini kwamba inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutafika malengo. Shukrani. Asante sana.